Katika ufunguzi mkubwa wa mashindano ya kombe la Afrika, kombe la mataifa ya Afrika AFCON uliofanywa na Morocco ambao yalianza jana nchini humo, umeacha ujumbe mzito kwa mataifa yatakaokuwa wenyeji wa mashindano hayo ikiwemo Tanzania mwaka 2027. Bila shaka maandalizi na ufunguzi huo haukuwa jambo rahisi. Ubora wa miundombinu ya usafiri pamoja na viwanja vya michezo kwa ujumla umeonyesha kiwango cha juu kilichowekwa na Morocco, hali iliyowafanya wenyeji wa AFCON 2027 kujiuliza ni maandalizi gani yanapaswa kufanyika ili kufikia angalau kukaribia kiwango hicho walichokifanya Morocco. Kilichojitokeza tayari ni ujumbe muhimu kwa Tanzania kama taifa kuelekea mwaka 2027 ambapo ukamilishaji wa viwanja wakati unaonekana kuwa kipaumbele cha kwanza. Lengo ni kuhakikisha miundombinu inakidhi viwango vya kimataifa vilivyowekwa na CAF sambamba na mfumo uliowekwa na Morocco katika ufunguzi wa mashindano hayo. Swali kubwa linajitokeza ni kama Tanzania ipo tayari kwa jukumu hilo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inaelezwa kuwa Morocco imetumia zaidi ya shilingi trilioni 30 kuandaa AFCON ikijumuisha miundombinu, usafiri, maandalizi mengine yote muhimu. Kauli ya hivi karibuni ya rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF inaeleza kuwa mataifa ya Tanzania, Kenya na Uganda yapo katika uangalizi wa karibu kuelekea AFCON 2027. Hivyo basi wadau wa soka na maendeleo nchini wanapaswa kubeba kalamu na karatasi, kujifunza kwa vitendo na kubadili mafunzo hayo kwa utekelezaji halisi pindi zamu ya kuwa wenyeji itakapowadia. Nini maoni yako? Unahisi Tanzania tutakwenda kuvunja rekodi walioweka Morocco kwa maandalizi hayo ambaye amekuwa bora na kuonesha mchezo ambao ulikuwa ni mzuri wa ufunguzi siku ya jana? Je, Tanzania, Kenya na Uganda tutaweza kufikia viwango hivyo vilivyowekwa na Morocco? Mimi naitwa Aisan, hii ni VOT Media, tumechangamka.